Katika wiki ya tatu ya mapigano yasiyo na huruma kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, taswira ya usalama wa kimataifa inakabiliwa na mtikisiko mkubwa zaidi tangu mwisho wa vita baridi. Hali ya sasa inadhihirisha kile ambacho Rais wa Marekani Donald Trump ameuita matembezi madogo, lakini sasa yametawanyika kuwa mzigo mkubwa kwa nguvu kuu ya dunia. Katika hatua isiyo ya kawaida, Marekani imeanza kuondoa mfumo wake wa ulinzi wa anga na wanajeshi kutoka Asia Mashariki. Mahitaji ya haraka ya silaha ya kupinga roketi katika ghuba yenye rasilimali nyingi ya mafuta yameshindwa kufikiwa, huku hata kambi ya anga nchini Romania ikirushwa ndani ya vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Peter Frankopa, profesa wa historia ya kimataifa katika Oxford University, alisema kwa hakika, na hapa nanukuu, kukosekana kwa uhodari ni jambo baya, kuonyesha hadharani Marekani imefungua sanduku la Pandora bila kufikiria matokeo yake, mwisho wa kunukuu. Kutokana na mashambulizi ya anga ya Marekani na Israeli, kiongozi mkuu wa Irani mwenye umri wa miaka 86, Ayatollah Ali Khamenei, alifariki katika shambulio la mwanzo la vita. Marekani inadai kuwa limepiga malengo 6,000 katika ardhi ya Irani, lakini mateka ya serikali yanayohitajika kwa ajili ya mapinduzi ya raia hayajaonekana. Badala yake, mtoto wa Khamenei, Mojtaba Khamenei, ameteuliwa kuwa kiongozi mkuu anayefuata, ikionyesha kuwa mapinduzi yaliyotarajiwa hayajatimia. Hata kwa kuzingatia mashambulizi makali, viongozi wa Irani wakiwemo Rais Masoud Pezeshkian na afisa mkuu wa usalama Ali Larijani walitembea kwa uhuru katikati ya Teherani, huku hewa ikibubujika kwa mlipuko wa mabomu ya Israeli. Mashambulizi ya Irani dhidi ya Doha, Manama na Dubai yameendelea, huku silaha za Marekani zikikosa kutosha kupinga mashambulizi ya bei nafuu ya droni za Shahed. Strait ya Hormuz, njia muhimu ya mafuta inayopitisha 20% ya nishati ya dunia, imekuwa ukumbini wa mashambulizi ambapo meli 6 zimeshambuliwa wiki hii. Hii inajitokeza huku Irani ikibebwa na mashambulizi ya anga yasiyo na huruma na vikwazo vya kiuchumi vya miongo minne. Fawaz Gages, profesa wa uhusiano wa kimataifa katika London School of Economics, aligusia, na hapa namnukuu, tunashuhudia kipindi kama cha mgogoro wa Suez kwa Marekani, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, tofauti kuu ni kuwa licha ya mapigano haya, bado hakuna taifa jingine la nguvu kuu litakaloweza kuchukua nafasi ya Marekani, tofauti na historia ya Suez ambapo Uingereza na Ufaransa walikumbana na mapungufu yao. Kwenye upande wa Irani, Urusi na China wanachukua jukumu la kutilia doa juhudi za Marekani. Silaha za ulinzi na mashambulizi kutoka China zimetumwa Teherani, huku Russia ikisaidia mashambulizi ya Irani. Hali hii inaonyesha mlingano mpya wa nguvu katika eneo na kuashiria dunia yenye nguvu nyingi zinazoshindana kiasili badala ya kutegemea Marekani pekee. Nchi za Ghuba zinazohitaji usalama zimeanza kuchunguza upya umuhimu wa uhusiano na Marekani. Saudi Arabia imeingia makubaliano ya ulinzi na Pakistan. UAE imekaribisha jeshi la China na nchi nyingine za Ghuba zinatafuta mbadala. Gages anabainisha, na hapa nanukuu, tukiangalia baada ya vita hivi, mbinu za kutofautisha silaha na ulinzi zitakuwa haraka zaidi, mwisho wa kunukuu. Marekani pia imeanza kuondoa mfumo wa ulinzi wa roketi wa THAAD kutoka Korea Kusini na kupeleka katika Ghuba. Hatua hii inatia shaka ushirikiano wa Marekani na Asia Mashariki, ikiwemo Korea Kusini, ikiwa ni taifa muhimu kiuchumi na kijeshi. Hali hiyo pia imeathiri Uropa. Mfumo wa Patriot kutoka Ujerumani ulihamishwa kulinda kambi ya rada ya NATO huko Malatya, Uturuki, huku Romania ikikaribisha ndege za mafuta na vifaa vya mawasiliano. Hali hii inaashiria jinsi Marekani inavyoshinikiza washirika wake kulipa gharama za vita hivi.
Vikwazo vya Marekani na kushindwa kudhibiti uharibifu wa nishati kumeashiria kupungua kwa heshima na nguvu za Marekani. Nchi kama Ufaransa na Italia sasa zinashirikiana na Irani kuhakikisha usalama wa meli zao za mafuta. India pia imeripoti kushirikiana na Irani kuhakikisha usafirishaji wa nishati. Fawaz Gax anabainisha, na hapa nanukuu, hii ni ishara ya dunia mpya yenye nguvu nyingi zinazoshindana, ambapo sio taifa moja linatawala kila kitu. Hii itakuwa ni mabadiliko makubwa ya kimkakati katika historia ya kisiasa na kiuchumi ya dunia. Mwisho wa kunukuu. Endelea kufuatilia Shehena Media kwa habari za uhakika.